Wapendwa, Bwana ni mwema wakati wote. Basi nipende kualika kabisa katika somo zuri hili, katika vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukiendelea navyo katika chaneli yako pendwa kabisa ya The Signal for Flight TV. Asante kwa mtazamaji na msikizaji ambaye umeendelea kufuatilia masomo haya, lakini pia na wale ambao tumekuwa pamoja katika masomo ambayo tunakuwa tunatoa. Basi Mungu aweze kuwabariki sana. Karibuni tena katika somo muhimu na somo zuri kabisa ambalo linaenda kulenga matukio ya siku za mwisho, na hivyo tunawaalika wote tuweze kwenda kwa pamoja, lakini pia na kuweza kujifunza namna ya kujiandaa dakika hizi za mwisho. Kwa hiyo ijapokuwa katika hali ya sasa tunaona kwamba tunapitia mazingira fulani ambayo kimsingi ni magumu, lakini kwa neema ya Yesu Kristo Mungu ataongoza. Najua kwamba katika nchi zetu, hususan nchi yetu ya Tanzania, tunapitia hali ambayo tunazidi kumuomba Mungu atusaidie ili tuweze kufika salama kwa neema ya Yesu Kristo. Unabii unazidi kutimia mbele ya macho yetu, lakini kwa neema yake ataweza kutuongoza. Unabii uliotabiriwa utaendelea kutimia, lakini na watu wa Mungu wakifanya yale ambayo Mungu amewaelekeza au ametuelekeza kwa namna ya pekee. Basi nikualike penzi mtazamaji na msikilizaji wangu, kama una nafasi basi tuweze kupiga magoti, tuweze kupata ombi. Basi na tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu mpendwa, asante kwa nafasi hii ya pekee na ya thamani katika maisha yetu ambayo umeweza kutusaidia, kutuongoza, umeweza kutulinda. Huenda yamkini tungekuwa tumekwisha kuangamia, lakini kwa neema yako tu na rehema zako nyingi Bwana, bado umetupatia nafasi nyingine tena. Jina lako litukuzwe. Tunakuja mbele zako Baba yetu tukiendelea kuomba uzidi kutuangazia kweli zako muhimu dakika hizi za mwisho, tuendelee kujiandaa kabla hatujachelewa. Asante kwa sababu Bwana, yote uliyoyanena ndio tunayaona kwa macho yetu, yote uliyoyatabiri, yote uliyoyaandika Bwana, sasa tunayaona kwa macho yetu kabisa kwa uwazi. Hivyo tunakusihi Baba yetu, tusaidie tusiishie tu kuyaona, bali tukaweze kujiandaa kikamilifu na ujio wa Yesu Kristo ulio karibu. Tusaidie Baba, dhambi zetu ziweze kufutwa na kusamehewa kabisa, baada ya kuwa na toba ya dhati na kukuijia wewe kwa nia kweli ya kuacha yote ambayo tunayatenda. Tunakusihi tusaidie watoto wako tunapojongea tena masaa haya katika kiti chako cha rehema kujifunza maneno yako na nasaa zako Bwana. Tunakusihi ukapate kuwa pamoja nasi. Turehemu pale ambapo wakati fulani tumefanya uzembe na uvivu Bwana, tukashindwa kutambua wakati tunaoishi Bwana. Tunaomba uturehemu. Asante kwa nafasi tena ambayo umetupatia. Rehema yako hii ni ya pekee na ya thamani katika maisha yetu. Yote yanayoendelea, yote yanayotukia ni rehema tu Bwana umetuachia. Huenda bado sijajiandaa, huenda mtoto wako anayesikiliza hajajiandaa. Lengo tu tuweze kujiandaa, tusifurahie tukarudi katika dhambi wakati ni rehema ya mwisho kabisa katika maisha yetu. Baba, tunakusihi kuwa pamoja nasi watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi somo ambalo tutaenda kuliangalia, tutaenda kuangazia habari ya unabii wa Biblia unavyotimia wakati taifa la Marekani likiendelea kukamilisha unabii wake wa mwisho kabisa katika kuunganisha dini pamoja na serikali. Ndilo somo ambalo tutaenda kuliangalia, lakini pia lazima tuangalie nini tunachotakiwa kufanya kama watu wa Mungu dakika hizi za mwisho. Kwa hiyo usikose mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, na tutaangalia kwamba kile ambacho tunachokihitaji lazima twende tumtazame Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo anatuelekeza tujifunze wapi. Katika kitabu cha
Mathayo 11. Mathayo 11 Yesu anasemaje? Katika fungu lile la ngoja tufike hapo mpendwa. Tunaenda kuyaangalia haya mambo kwa namna ya pekee. Mathayo 11 mstari wa 29 anasema njooni, 29, jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Ukianzia 28, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Njooni hapa wapendwa, hapa hii huduma hii mpaka hapa. Njooni kwa Yesu. Hapa ndio tutaenda kujifunza kwa uzuri zaidi kuhusiana na habari hizi. Anasema fungu la 29, jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Tukija hapa ndipo tutajifunza unyenyekevu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tutajifunza unyenyekevu wa Yesu Kristo hapa, kuanzia Yesu Kristo alipokuja na kufa pale msalabani na mpaka kazi ambayo anaendelea kuifanya. Tunaona kwamba tutaona unyenyekevu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo haya mambo wakati yanaendelea kutukia lazima yaturudishe hapa. Kwa hiyo unabii wowote hautakuwa na maana kama usipotuleta hapa. Hata kama nitanena maneno ya unabii ambayo yanaweza yakatikisa ulimwengu wote, lakini kama nisipoelezea habari za Yesu Kristo katika unabii huu, maana yake sina maana ya kuhubiri huu unabii, hautakuwa na maana. Kwa hiyo unabii wowote kimsingi lazima utulete kwa Yesu Kristo. Lazima utulete katika kunyenyekea. Sasa Yesu Kristo alitabiri mambo mengi sana yanayoenda kutokea, na kimsingi yanatukia, nasi hatuna budi kuyatazama. Na vitabu kama vile Ufunuo ni vitabu vya msingi sana kuweza kuvifanyia kazi, kwa sababu ndio vitabu ambavyo vinaturejesha kuona wapi tulipofikia. Katika kitabu cha Ufunuo ndipo tutaona kwamba huu nabii unaoendelea kutimia kwa kasi lazima utusaidie kuelewa. Sasa kabla hatujaenda kwenye kitabu cha Ufunuo, nitakupa tu habari zenyewe baada ya kuona hapo, alafu nikulete kwenye Biblia yako ili tuweze kuona katika maandishi yako unayoyaona hapo kwenye ubao. Kama yatakuwa yameonekana, ni White House hiyo. Unaposema White House tunazungumzia Marekani kabisa, lakini sio Marekani tu, ikulu ya Marekani. Ikulu ya Marekani hapo juu wameandika presidential message on the feast of the Immaculate Conception. Sasa naomba tusikilize kwanza hivi vitu, alafu uone kwamba hivi vitu vilikwisha kutabiriwa kwenye unabii wa Biblia na vinatimia mbele ya macho yetu, na kama tusipoweza kuelewa basi tutakuwa tumechelewa na mambo yanazidi kukamilika. Anasema kwamba, angalia hapo vizuri, tutaitafsiri hiyo kwa Kiswahili nini presidential message on the feast of the Immaculate Conception. Chini hapo anasema maneno gani? Sikiliza, anasema karibu vyuo na vyuo vikuu 50 vya Amerika vina jina la Mary. Sikiliza, vina jina la nani? La Mary. Na siku chache tu kuanzia sasa, tarehe 12 Disemba, Wakatoliki nchini Marekani na Mexico wanafanya nini hapo? Hebu sikiliza. Anasema watasherehekea ibada thabiti kwa Bikira Maria iliyoanzia katikati ya Mexico, mahali ambapo sasa ni maskani ya basilika nzuri ya mama yetu wa Guadalupe mwaka 1531. Anasema tunapokaribia miaka 250 ya uhuru mtukufu wa Marekani, tunakiri na kutoa shukrani kwa matumaini, jukumu la upendo na upendo kamili wa Mariamu Marekani na nje ya mwambao wetu. Mpendwa, hivi unapata picha gani hapa? Hii ni ukisikia neno presidential, maana yake hii
yani kuanzia ngazi ya rais, ni mamlaka ya juu ndiyo inatoa habari hizi kwamba inaenda kusherekea Wakatoliki wa nchini Marekani. Sina shida na Wakatoliki wapendwa. Shazungumzia kwamba hatuna shida na Wakatoliki, maana hata sisi tulikuwa Wakatoliki. Kwa hatuna shida na Wakatoliki. Nacho kuonyesha tu ni kwamba jinsi gani taifa la Marekani linaenda kuazimisha hiki kitu kiserikali. Sasa hapo tayari huoni uhusiano wa dini na serikali. Sikiliza, narudia tena, huenda mtu mmoja hajaelewa hapa kinachoenda kufanyika. Sikiliza. Anasema hivi, Disemba, tarehe 12 Disemba, Wakatoliki nchini Marekani na Mexico watasherekea ibada thabiti kwa Bikira Maria iliyoanzia katikati ya Mexico, mahali ambapo sasa ni maskani ya Basilika nzuri ya mama yetu wa Guadalupe mwaka 1531. Kwa nini hii habari imetolewa kama presidential message? Presidential message. Alafu anasema tunapokaribia miaka 250 ya uhuru mtukufu wa Marekani, tunakiri na kutoa shukrani kwa matumaini, jukumu la upendo na upendo kamili wa Mariamu Marekani. Wapendwa, hii ni serikali ya Marekani ndio inayasema haya. Kuna nini nyuma ya pazia wapendwa? Alafu kwa nini Mariamu? Tutaenda kuangalia. Unajua tulikwisha kuzungumzia habari za AI kama mtakumbuka, tukaona ni umizimu wa kisasa, lakini pia ibada kwa Maria tunaenda kuona vinaunganishwa vile vile, vinakuwa ni vitu vile vile. Maana yake kwamba Mariamu aishakufa, si ndio? Yes, aishakufa, hayupo. Lakini hili fundisho linazidi kufanywa takatifu, kwamba nchi inawekwa kwa Mariamu. Tutaenda kuona mbele zaidi, utashangaa zaidi. Inaenda kuwekwa kwa Mariamu. Na ukumbuke kwamba taifa la Marekani tumekwisha kulisoma katika Biblia na roho ya unabii, tukaangalia kwamba roho ya unabii ukurasa wa 588 tuliangalia hapo, kupitia makosa makubwa mawili, kutokufa kwa roho na utakatifu wa Jumapili, shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake. Wakati kosa la kwanza linaweka msingi wa mizimu, tukaangalia AI inalenga umizimu, ibada kwa Maria inalenga umizimu kwa sababu Maria ameshakufa. Na Maria tutaona kwamba Maria sio hatuombi kwa Maria, maana tunaye muombezi. Tunasoma hilo katika Biblia, muombezi wetu nani? Tutaangalia hapo kwa namna ya pekee. Anasema wakati kosa la kwanza linaweka msingi wa umizimu, kosa la pili linatengeneza mkataba na kukubaliana na Rumi. Umeona hicho kitu? Hiki kitu maana yake ni kile kile bado kinatembea. Sasa hebu angalia, ukitaka ujue, we angalia inachoendelea nini. Angalia hapo hapo, huo ujumbe au hiyo message inaendelea hivi, inasema hivi: zaidi ya karne moja iliyopita, katikati ya vita vya kwanza vya dunia, Papa Benedikti wa 15, kiongozi wa kanisa Katoliki la Roma, aliamuru na kuweka wakfu sanamu ya Mariamu, Malkia wa amani, akiwa amembeba Kristo mchanga akiwa na tawi la mzeituni, ili Wakristo waaminifu wahimizwe kutazama mfano wake wa amani kwa kuomba ili mauaji hayo yasitishwe. Umeona hichi kitu? Kwamba ili mauaji yasitishwe ya vita vya kwanza vya dunia. Hebu tuende kuona ni kweli waliomba wanavyosema waliomba yakaisha. Sikiliza, anasema miezi michache tu baadaye vita vya kwanza vya dunia vilisha. Umeona hiki kitu? Yaani maana yake baada ya kukabidhi hivi vitu kwa Mary, kwa Mariamu, vita vikaisha. Hebu angalia dunia inakoenda kuwekwa sasa. Sikiliza, anasema hivi: leo tunamtazama Maria tena kwa msukumo na kutiwa moyo tunapoomba mwisho wa vita na enzi mpya ya kudumu ya amani. Hebu sikiza mpendwa, leo tena, kumbuka na kurudisha nyuma. Sikiza, usisahau hapa ni serikali ya Marekani ndio inazungumza hiki kitu na ni mambo ya kidini. Sasa hatuzungumzi kwamba tunachuki labda na tawala hizi, hapana. Tunaonyesha kwamba unabii uliotabiriwa katika kitabu cha Ufunuo unatimia
na umetimia mbele ya macho yetu, kwa sababu tunaona Marekani sasa inatangaza rasmi kabisa kwamba tunaiweka dunia kwa Mariamu ili kuweza kumaliza vita vinavyoendelea. Hebu sikiliza mpendwa, sikiliza. Anasema hivi, rudia hii sentensi vizuri hapo chini. Anasema tunamtazama Maria, leo tunamtazama Maria tena kwa msukumo na kutiwa moyo tunapoomba mwisho wa vita na enzi mpya ya kudumu ya amani, ustawi na maelewano barani Ulaya na kote ulimwenguni. Swali, hiki kitu hakijatimia leo? Naenda kukuonyesha video ambayo tutaenda kuirudia tena mara ya pili. Mungu atusaidie tupate nafasi. Kabla hatujaenda kuiona hiyo video, kumbuka kitabu cha Ufunuo. Usisahau, Ufunuo ni kitabu ambacho kinahitaji tafakari yetu ya kina sana, kwa sababu unabii wake unatimia kwa kasi. Ufunuo 13 fungu la 11 ukianzia, tuliangalia ni utawala wa Marekani ambao tunaona kwamba huyu ni mnyama ambaye alikuwa anapanda kutoka katika nchi, lakini alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Na taifa lile la Marekani tuliangalia, hata tu picha yake ni kana kwamba ina pembe mbili. Utagundua kabisa huu nabii ulililenga hili taifa hata tu kwa muonekano. Lakini ninachoenda ukiangalia hapa kwamba huyu mnyama fungu la 12 atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza ambaye ni tawala gani? Upapa tuliona mbele yake. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa hiyo kazi ya Marekani ni kuiandaa dunia yote iweze kusujudia utawala wa upapa. Sikiliza mpenzi mtazamaji. Na hapa sasa ndipo uende kuona katika fungu la 14 anasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu ya mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Sanamu ya mnyama wapendwa, ndiyo inatengenezwa kwa spidi ya hali ya juu sana, na utaona tayari hapa kuna kitu kinaonyeshwa. Tayari utaona kwamba taratibu lakini kwa uhakika taifa la Marekani linaunganisha serikali pamoja na dini. Na utagundua sasa fungu la 15, akapewa kutia pumzi. Atapewa kutia pumzi, hiyo tuiache. Kutiwa pumzi kimsingi yeye mwenyewe ndio ataupatia utawala. Utawala wa upapa ukishapewa kupitia muungano wa makanisa, maana yake utapewa nguvu. Ukipewa nguvu kiserikali, maana yake tayari sasa maelekezo yote yanayotolewa na utawala huu wa upapa yatakuwa yanatendwa kiserikali. Kwa hiyo serikali zitakuwa zinatimiza tu ajenda au malengo yao yote, hasa wale wote ambao watapinga hivi vitu au kutofuata, basi watakumbana na adhabu kali. Sikiliza, sio maneno yangu haya, tutazidi kuyaangalia kadiri tunavyoendelea kujifunza. Sasa ngoja turudi kwenye hiki kitu hapa ambacho tumekiona. Sikiliza mpenzi mtazamaji, hapa ambacho tumekiona kwamba anasema leo tunamtazama Maria tena kwa msukumo wa kutiwa moyo, kwa msukumo na kutiwa moyo tunapoomba mwisho wa vita. Sasa ni kuonyesha hii video ambayo katika changamoto zilizotokea Tanzania, Papa Leo wa 10 na ngapi huyo aliyepo 14, kimsingi alitoa video, na video hii hapa isikilize kwa umakini. Kabla hujaisikiliza, sikiliza, tutaenda kuona kuna mambo atayataja. Yale mambo ya kwanza ametaja kuhusiana na kuiombea Tanzania katika vitu inavyopitia, changamoto inazopitia, lakini pia kuiombea kwamba ikae chini imalize hivi vitu kwa mazungumzo. Hebu naomba usikize afu nikuonyeshe kitu cha mwisho. Sikiliza. Preghiamo anche per la Tanzania, dove dopo le recenti elezioni politiche sono scoppiati scontri con numerose vittime. Invito tutti a evitare ogni forma di violenza e a percorrere la via del dialogo. Questo pomeriggio, nel cimitero del Verano,
celebrerò l'Eucaristia in suffragio di tutti i defunti. Spiritualmente mi recherò presso le tombe dei miei cari, come pure pregherò per i morti che nessuno ricorda. Ma il nostro Padre Celeste ci conosce e ci ama uno per uno e non dimentica nessuno. La visita al cimitero, in cui il silenzio interrompe la frenesia del fare, sia dunque per tutti noi un invito alla memoria e all'attesa. Commemoriamo dunque il futuro. Non siamo chiusi nel passato, nelle lacrime della nostalgia. Nemmeno siamo sigillati nel presente come in un sepolcro. La voce familiare di Gesù ci raggiunga e raggiunga tutti, perché è la sola che viene dal futuro. Ci chiama per nome, ci prepara un posto, ci libera dal senso di impotenza con cui rischiamo di rinunciare alla vita. Maria, donna del Sabato Santo, ci insegni ancora a sperare. Sasa baada ya kusikiliza hiyo video utagundua kwamba kuna mambo hapa ambayo nataka tuangalie, hasa sentensi zile za mwisho. Umesikia neno ambalo amelitaja hapo, amesema hivi: Mariamu mwanamke wa Sabato takatifu anatufundisha tena kuamini na kujiamini kwa matumaini. Hebu umesikia hiyo sentensi, Mariamu mwanamke wa Sabato. Penzi mtazamaji na msikizaji wangu, sio maneno yangu haya, sio maneno yangu, tumeangalia hapo, na hiyo video imetolewa na BBC. Kama unavyoona kwenye mkono wa kushoto huko juu, utaona kwamba ni BBC ndio imetoa hii video na wao ndio wameitafsiri. Kwa hiyo hapa ni kwamba mwanamke wa Sabato, Mariamu mwanamke wa Sabato takatifu anatufundisha tena kuamini na kujiamini kwa matumaini. Huyu mwanamke wa Sabato takatifu, kwanza hebu unaona sasa yenu kuwa ambayo inaenda kulingana hapo, makosa makubwa mawili ambayo yataenda kumalizika ni umizimu na Jumapili kufanywa takatifu. Si umeona hapa tayari Mariamu ambaye kimsingi hayupo, alikwisha kufa, na Mariamu hakupalizwa mbinguni. Mariamu alikufa. Lakini hapo utagundua kwamba dunia inaelekezwa hiki kitu. Maana yake sasa nini? Hapa Maria anaitwa tena mwanamke wa Sabato. Huoni hicho kitu bado kinaleta tafakari? Mwanamke wa Sabato maana yake nini? Kupitia haya makosa mawili kama roho nabii ilivyosema, umizimu na wapendwa, hiyo nukuu nadhani hebu tuitafakari vizuri. Kupitia, sikiliza, tafakari vizuri. Kupitia makosa makubwa mawili, kutokufa kwa roho na utakatifu wa Jumapili, shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake. Wakati kosa la kwanza linaweka msingi wa umizimu, kosa la pili linatengeneza mkataba wa kukubaliana na Rumi. Mbona hicho kitu? Hiki kitu wapendwa kinatimia mbele ya macho yetu, na anapoendelea mbele anaposema wa Protestanti wa Marekani, tena anataja kabisa, mpenzi mtazamaji, kitabu hiki cha Pambano Kuu ni sura ile ya 36. Anasema kabisa wa Protestanti wa Marekani, yani United States, watakuwa wa kwanza katika kunyoosha mikono yao kuvuka shimo kubwa. Yani shimo kubwa kwa namna gani? Taifa la Marekani ni taifa pekee ambalo lilisimama likiutetea Ukristo wakati wanakimbia mateso kule balani wapi kule Ulaya. Utagundua kabisa kwamba Marekani ilisimama kama nchi ambayo ilikuwa inajitegemea,
nchi ambayo ilipingana kabisa na utawala wa upapa ambao ulikuwa unalazimisha mateso. Lakini leo tunaona kwamba Waprotestanti hawa wa Marekani, maana yake ni nchi ya Marekani kwa ujumla, na tunapozungumzia Waprotestanti wa Marekani tuliangalia kwamba ni makanisa yale makubwa ya Kiprotestanti yaliyo Marekani. Takumbuka hapo, sawa? Usisahau, sawa jamani, msisahau. Tuliangalia ni makanisa yale makubwa ambayo haya ndio tutakuja tuone kwamba haya ndio yataenda kusukuma, kwa sababu ukisema makanisa makubwa sio kitu kidogo, maana yake ni matajiri wa dunia ndio wanaomiliki, wamo kwenye hayo makanisa. Kwa hiyo wana sauti kupitia hawa watu wakubwa. Ndio maana utaona kampeni zilizopita tulianza kuona kwamba walianza kuitwa matajiri wakubwa wa dunia, wakaanza kuwekwa vizuri kwanza ili kuweza kufanyikisha hii mipango yao. Usisahau hicho kitu mpenzi mtazamaji. Huu nabii unaenda kutimia kwa neno na kwa tendo. Unatimia mbele ya macho yetu. Usisahau tuliangalia kwenye sura inayo ilikuwa ni sura ya ngapi hii? Ni sura ya 25. Yes, sura ya 25. Sura ya 25 ni ukurasa wa 444. 444. Nataka nikuonyeshe kitu fulani penzi mtazamaji na msikizaji wangu, usije ukasahau. 444 sura inaeleza kitu kizuri sana. Ni sura hiyo ya 25, utaangalia anasema hivi: wakati makanisa, ni aya tu hiyo hapo kwenye vitabu hivi vya Pambano, hii ndogo kama ndio nayo ni aya tu ya kwanza hapo. Kiswahili ni 370, Kiingereza ni 444. Anasema wakati makanisa makubwa ya Marekani, yani United States, yanapoungana katika vipengele hivyo vya mafundisho wanavyovishikilia kwa pamoja, ndipo yatakapoishawishi serikali kulazimisha amri zao na kukubaliana na taasisi zao. Ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu ya utawala wa Kiromani, na adhabu za serikali kuwatesa wazushi hazitaepukika. Umeona mpenzi mtazamaji? Kwa hiyo kitu kinachotafutwa hapa ni nini? Ni sasa hivi utawala wa Marekani kuwaunganisha hawa, kuwaweka vizuri. Alafu kisha weka vizuri nini? Anayepatiwa mamlaka nyuma yake nini? Ufunuo 13:12 ni utawala wa upapa. Mnyama yule wa kwanza aliyekuwa na jeraha la upanga naye nalo likapona. Ni utawala gani huo? Utawala wa upapa. Sikiliza mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, angalia haya mambo yanatimia kabisa mbele ya macho yetu tukiwa tunatazama hivi. Sasa naomba twende hapa, twende vizuri sasa. Twende vizuri kabisa ili uweze kupata vitu vizuri kabisa. Kwa sababu kwa nini? Kuna mwingine anaweza kusema sasa mbona hujaeleza hapo jelala huko wapendwa, tumeshapita kule wale ambao ni wageni. Jelala upanga ni wakati utawala upapa ulipopata jelala mauti. Yani kimsingi jelala mauti ni wakati upapa ulipoangushwa. Mwaka gani? Mwaka 1798, wakati utawala wa upapa uliweza kupotezwa au uliweza kuangamizwa. Kimsingi ni jeraha. Kwa sababu gani? Ni kama ulitoneshwa tu kidonda. Yani kama ulipewa tu jeraha, lakini baadaye utaibuka tena. Ni utawala wa upapa. Hakuna utawala mwingine ambao unaweza kufanana na unabii huo. Sasa tusikizane. Angalia sasa Donald Trump anachokifanya wapendwa. Hatuna chuki na Donald Trump. Tunampenda Donald Trump. Tunahitaji hata afahamu ukweli. Masomo haya tunatamani hata yakiwa yanawafikia kwa namna njema hata ya kutafsiriwa. Tunafurahi sana kwa sababu leo ulimwengu umeendelea, yanaweza kutafsirika haya yote. Sikiliza. Anasema nini sasa? Angalia Donald Trump hiki kitu katika kitabu gazeti la CNA. CNA kirefu chake ni nini? CNA, Catholic News Agency, si ndio? Sikiliza sasa wanavyosema hapo. Wanasema Trump honors, kimsingi hiyo tunasoma ana Trump honors Mary freedom for original sin in Immaculate Conception message. Tutaenda kuona hii Immaculate Conception ni nini kwa Kiswahili. Iweke tu, tutaisoma baadaye utaielewa maana yake ni nini. Sawa?
Sasa sikiliza anachosema hapa. Ili gazeti linasemaje? Sikiliza hayo maandishi ya blue juu. Kwa anasema Rais Donald Trump aliheshimu sikukuu ya mimba isiyo na dhambi. Wapendwa, Immaculate Conception wameletea tafsiri hiyo ya Kiswahili na mimi nimeichukua tafsiri yao hiyo. Sikiliza. Wanasema hivi, Rais Donald Trump aliheshimu sikukuu ya mimba isiyo na dhambi mnamo Disemba 8, ambayo inaonekana kuwa mara ya kwanza rais wa Marekani kuitambua rasmi siku takatifu ya Wakatoliki. Hebu sikiliza mpenzi mtazamaji, haya sio maneno yangu, ni maneno yao. Mimi nafanya tu kusoma. Sikiliza. Narudia tena. Rais Donald Trump aliheshimu sikukuu ya mimba isiyo na dhambi. Tutaenda kuangalia hapa ni umizimu. Mimba isiyo na dhambi ni kitu gani hapa? Sikiliza, twende taratibu. Tutaenda kuangalia. Anasema mimba isiyo na dhambi mnamo Disemba 8, ambayo inaonekana kuwa mara ya kwanza rais wa Marekani kuitambua rasmi siku takatifu ya Wakatoliki. Mpendo, unapata picha gani hapa? Rais wa kwanza kuitambua siku takatifu ya Wakatoliki ni nani huyu? Donald Trump. Donald Trump si nilikuonyesha kwenye video anavyosema kwamba I love the Catholic Church and I will protect the... Isikize video. Now more than ever, our nation needs a renewal of the values that this organization promotes, and that the Catholic faithful live out each and every day in peace. We love the Catholic people. We love the Catholic religion. And above all, we respect it greatly. As president, I will always support you in your effort to serve our fellow citizens and to lift up all humanity. I will protect the Catholic Church, and I will defend the rights of religious believers of every race, religion, color, and creed. Yes, umesikia? Anasema kwamba I love the Catholic Church and I will protect the Catholic Church. Hiki kitu Trump ameshakisema kwa muda mrefu sana. Na hii hapa video nyingine, sikilize. Donald Trump anasema hata I love the anapenda ile picha ya Mary. Hebu isikize hiyo video. Being here to Catholic voters. Well, I think you're honoring the Catholic Church, and you know, I've been a long-time supporter, and I'm surprised she's not here. I think she's the first one in decades actually to miss it as a candidate. It was always been a tradition. So I'm happy only that the Catholics are going to vote for Trump now. But no, look, I have a special relationship with the Catholic Church, and I think it was very important to be here. Yeah, I've been noticing on your social media posts at your rallies, you're playing the Ave Maria. You're posting Happy Birthday, Mary, a St. Michael prayer to ward off evil. Is that telling voters something about your spiritual journey? What is that? No, I don't think so. It's just beautiful to me. I mean, I look at the whole thing, the words and the pictures. The pictures are so beautiful, and yeah, I put up some stuff. Somebody else asked me that same question, and it's really that I think it's really very beautiful. Okay. Sasa tumeona anapenda hata ile picha ya Mary. Naye mwenyewe anasema kabisa anaipenda. Nadhani umesikiza. Sikiliza. Sasa utagundua kabisa kwamba hapa Marekani imewekwa tayari chini ya utawala wa upapa. Sikiliza mpenzi mtazamaji, haya sio maneno yangu. Sikiliza we hapa kwenye gazeti mwenyewe anasema hivi. Anarudia kusema, anaendelea chini hapo, taarifa ya urais ilitambua jukumu la Maria katika wokovu wa wanadamu na umuhimu alionao katika historia ya Marekani. Oh wapendwa, hatuoni anatimia mbele ya macho yetu. Sikiliza, anarudia tena, anasema taarifa ya urais, taarifa ya urais. Hebu tafakari mpendwa. Hii kumbuka, Marekani ni jamhuri ambayo hii jamhuri kimsingi ilikuwa imeundwa kimsingi ilikuwa jamhuri na Kiprotestanti. Tuliangalia pembe mbili, maana yake nini? Ilikataa kabisa kwamba haitakuja kuwalazimisha watu kusali siku moja. Haitaenda kuwalazimisha watu kwa masuala ya kidini wapendwa. Lakini nataka nikwambie sivyo kama unavyodhani. Kwa sababu gani?
Ufunuo 13:11, usisahau hilo fungu. Ni fungu pendwa kabisa ambalo linahitaji kukutafakarisha kwa umakini kabisa. Narudia tena hilo fungu wapendwa, anaposema Ufunuo 13:11 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Kunena kama joka maana yake nini? Ni kurepudiate, ni kukataa kabisa msimamo wake wa kwanza ambao ilikuwa ni taifa huru, taifa ambalo lilidai kusimamia haki, taifa ambalo lilidai kusimamia kutokuonewa, kusimamia watu kuwa na uhuru wa kuabudu. Leo ni taifa ambalo linaenda kukataa hadharani. Mungu atusaidie, tuenda kuangalia somo lingine ambalo linaenda kukamilisha vipengele vikubwa zaidi ya hiki. Sikiliza. Anasema nini? Anasema litanena kama joka, maana yake litapinga tena ile hali yake kama kutetea nchi ambayo ilikuwa inatetea sasa uhuru wa dini, itaenda kukandamiza. Na sio muda mrefu mpendwa, dalili zinaonyesha. Sikiliza, anaendelea kusema nini? Taarifa ya urais ilitambua jukumu la Maria katika wokovu wa wanadamu na umuhimu alionao katika historia ya Marekani. Hebu ona katika historia. Na wapendwa, mimi binafsi ninashangaa sana maneno yote ambayo kimsingi utawala wa Marekani sasa hivi unayaonesha au unayafanya. Kimsingi wapendwa, ni kama vile unasoma Biblia. Narudia tena. Yaani sasa hivi matukio ya Marekani yanayoendelea ni kana kwamba unasoma Biblia. Kwa hiyo kama unasoma vitabu vya Danieli pamoja na Ufunuo, ni kama vile Marekani inavyotenda. Yaani unakuwa unaona kabisa wazi. Si ndio haya tunayosoma? Sikiliza mpenzi mtazamaji, anasema CNN haikuweza kupata matangazo kama hayo kuhusu mimba isiyo na dhambi kutoka kwa marais wengine, ikiwa ni pamoja anasema na hakuna hata mmoja kutoka kwa marais wawili pekee wa Katoliki, yani John F. Kennedy. So nakumbuka John F. Kennedy wasema, na alikuwa Mkatoliki. Kimsingi tunajua historia yake kwamba baada ya kupinga majasusi nini kilichotokea, si ndio? Tunaelewa haya. Anasema na Joe Biden, marais wengine wamezungumzia kuhusu Maria na mimba isiyo na dhambi, wakati mwingine katika jumbe zinazohusiana na Christmas au mada zingine, lakini si katika utambuzi rasmi wa sikukuu hii. Mpendwa, hebu tafakari. Yaani wanasema kwamba Donald Trump hawa wenyewe kwamba ndiye rais pekee ambaye ndio ameruhusu hivi vitu. Sikiliza mpenzi mtazamaji, wapi tunakoelekea? Tumefika mwisho. Tutaenda kuangalia sasa nini tunachotakiwa kufanya. Sikiliza gazeti hilo la Register hiyo. Anasema nini? Anasema J.D. Vance could become second Catholic vice president after Trump picked him. Yaani ndiye vice president. Vice president tunaitaje? Makamu wa rais. Ndiye makamu wa rais. Anasema, mimi sasa na nukuu yao tu wapendwa. Anasema J.D. Vance could become second Catholic vice president after Trump picked him. Nenda pembeni huko kwenye maandishi ya blue hapo. Anasema shortly after he became a Catholic in August 2019, J.D. Vance told an interviewer the church's vision of a just society helped draw him to the faith. Yaani eti kanisa Katoliki ndio lilimsaidia kudraw kwenye faith. Wapendwa, hauoni hapa? Hauoni unabii wa Biblia unavyotimia mbele ya macho yetu? Anasema my views on public policy and what the optimal state should look like are pretty aligned with Catholic social teachings. Yaani kwamba anaona kwamba yaani maono yake jamani, katika sera za umma, anasema na kile ambacho state inachotakiwa kuchukua, yani kama nchi au tawala zinatakiwa kuchukua, anasema ni kuunganishwa na Catholic social teachings, mafundisho ya kijamii ya nini? Ya Kikatoliki. Hebu tuyaone haya Catholic social teachings ni nini hiki. Twende sasa uone CNA watatueleza Catholic social teachings ni nini. Catholic
News Agent, gazeti hili hapo. Sikiliza, anasema Catholic social teaching is a fundamental to tackling world issues. Yani hiyo social teachings ya Catholics ni kukabiliana na mambo ya dunia, ya ulimwengu. Aliyesema ni nani huyo? Papa Francis. Sikiliza chini hapo anasemaje? He listed the principles of the dignity of the person, the common good, the preferential option for the poor, the universal destination of goods, solidarity, subsidiarity, and care for the earth. Umeona hicho ni nini? Common good anayozungumzia hapo, care for the earth. Ni nini hicho wapendwa? Sunday law wapendwa. Tusisahau, sikiliza anaendelea kusema hilo gazeti hapo chini hapo, shuka tu. Hapo anasema hivi, angalia hilo gazeti sasa, utasoma kwa muda wako. Mimi naenda tu kwa maandishi ya blue chini hayo. Sawa? Ya blue hapo anasema Christians in respect of religious freedom and of the common good of all should seek to have Sundays and the churches holidays recognized as legal holidays. Umeona hicho kitu wapendwa? Papa anasema kabisa hapa kwa uwazi kwamba Wakristo wakiwa wanafurahia uhuru wa dini. Sasa sikiza kunena kama joka kunavyoenda kuchukuliwa na Marekani. Yani maana yake nini? Marekani sio tena itaenda kuacha uhuru wa dini, dini itaenda kulazimishwa. Sasa uhuru wa dini huu wanaoita ndio huu hapa. Sikiza anasema and of the common good of all. What is the common good? Ni Sunday observance, kutunza Jumapili. Sikiliza, usisahau mpendwa, pambano kuu. Pambano kuu. Ngoja uone pambano kuu. Tunaenda kuona hapa haraka haraka, uweze kuona kwamba kitu gani hicho ambacho wanaenda kukilazimisha. Wewe sikiliza mpenzi mtazamaji, haya mambo yanatimia mbele ya macho yetu, mbele ya macho yetu, ambapo tunaona kwamba ngoja nipafikie haraka haraka hapa. Haya mambo wapendwa yanaenda kutokea. Kwa nini common good hii ni Sunday law? Ngoja tufike hapo mpenzi mtazamaji. Natamani tuone hapo vitu ambavyo tunaona kwamba tunaishi katika kipindi wapendwa cha mwisho kabisa mwa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Sikiliza sasa. Kinachotafutwa ni common good kwenye sura ya wanaotaka sura pambano kuu, sura ya 36, mapambano yaliyo karibu sana. Sikiliza. Sasa hapa tuone kwamba hii common good ambayo anazungumzia kwamba, na anazungumzia hapo chini ambapo tumeangalia kwamba Christians respect of religious freedom and of the common good of all should seek to have Sundays. Wanatakiwa watafute kuwa na sikukuu za Jumapili au kusherehekea Jumapili, lakini na sikukuu za kidini, ambao tayari sikukuu za kidini Donald Trump tumeona amefanya nini? Amezipatia tiki tayari. Sikiliza, hebu sikiliza. Katika kitabu hiki ukurasa wa Kiswahili ni 448, ukurasa wa Kiingereza ni 589. Sikiliza hiyo aya hapo chini. Anasema na kisha mdanganyaji mkuu atawashawishi wanadamu kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanaosababisha maovu haya. Sasa sikiliza, hiki kitu kikisha kubaliwa, mdanganyaji mkuu ni nani huyu mdanganyaji mkuu? The great deceiver ni shetani wapendwa. Lakini shetani atakuja kama yeye atatumia tawala hizi za kidunia. Manake tawala za kidunia sasa zitaonesha kwamba nani huyu ambaye analeta hizi shida. Anasema na kisha mdanganyaji mkuu atawashawishi wanadamu kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanaosababisha maovu haya. Anasema kundi ambalo limechochea hasira ya mbinguni litashindilia mashutumu juu ya wale ambao tii wao kwa amri za Mungu. Ni kemeo lisilokoma kwa waasi. Itatangazwa kwamba watu wanamkosea Mungu kwa kuvunja sabato ya nini wapendwa? Ya Jumapili, kwamba dhambi hii imeleta maafa ambayo hayatakoma mpaka utunzaji wa Jumapili utakapokuwa umelazimishwa kwa ukali kabisa.
Umeona hiki kitu? Anasema na wale wanaoeleza madai ya amri ya 4 ambayo yanaharibu heshima kwa Jumapili ni wataabishaji wa watu, wanazuia urejeaji wao kwenye fadhili za Mungu kwa mafanikio yao ya kitambo. Sasa wapendwa, hiki ndicho kitaenda kutokea. Maana yake baada ya haya, wale watakao kuwa hawaendani na sera hizi wataonekana ndio wataabishaji. Swali, umejiandaa kuitwa mtaabishaji? Nimejiandaa kuitwa mtaabishaji. Sikiliza, Elia aliitwa hivyo. Wapendwa, sikiliza. Anasema hivi, wataitwa wataabishaji. Na kumbuka hapa anasema kwamba utunzaji wa Jumapili utakapokuwa umelazimishwa kwa ukali kabisa, maana yake wataenda kulazimisha kwa ukali. Penzi mtazamaji, sikiza hata hii video, wanazungumzia Sabbath laws. Sabbath laws, Sunday laws. Sikiliza hiyo video. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Wewe mwenyewe umeona hapo tayari wanakazia Sabbath laws, lakini Sunday na wanafafanua kabisa kwa uwazi. Wanasema ni Sunday laws. Na anasema kwamba hilo neno sijui kama umejitafakari vizuri hapo. Amesema kwamba kitu cha pekee ni sheria ya Sabato kwa taifa. Yani Sunday law. Wapendwa, hatuoni unabii unatimia mbele ya macho yetu. Sikiliza, taona nini cha kufanya utakapoenda kufungia hapo. Rudi hapo kwenye hilo gazeti la Catholic News Agent. Anasema kwamba Christians in respect of religious freedom and maandishi ya blue of religious freedom and of the common good of all should think to have Sundays, the church's holidays, recognized as legal holidays. Yani maana yake hizi sikukuu zote zikatambulikane kama ni sikukuu, yani kisheria zikatambulikane hivyo. Na ukisikia legal, maana yake wale wote watakao kataa kuendana nazo watapata mateso sana. Yote haya yameandikwa humu wapendwa. Usisahau, sikiliza. Ninaelekea mahali. Sikiliza. Kwa hiyo hapo anasema nini? Anasema kwamba wale wote ambao watagoma kuyafuata watakutana na shida. Ndio wanaleta matatizo. Sikiliza mpenzi mtazamaji na msikizaji wangu. Tunapoelekea kabisa karibu na mwisho, nini tufanye tunapoelekea haya? Huu ni wito wa msingi sana. Sasa tunapoenda kumalizia kipengele hiki, tutawezaje kusimama mbele ya mambo haya? Tunawezaje kusimama lakini tukiwa hatuna hatia ya dhambi katika maisha yetu? Sikiliza mpenzi mtazamaji, lazima tumtazame Yesu Kristo. Na Yesu Kristo tunamtazama wapi? Hapa. Katika huduma yake aliyokuja kuifanya, tokea anakuja alituonyesha nini cha kufanya. Wapendwa, Mungu halazimishi. Shetani ndio huwa analazimisha. Mungu hawezi kulazimisha. Shetani analazimisha. Ngoja nikuonyeshe hiki kitu afu nikakuonyeshe kwamba kusudi la shetani ni kuondoa tabia ya Mungu katika akili zetu. Mpaka sasa ndilo pambano kubwa ambalo wanaendelea nalo, ili tabia ya Mungu iweze kutafsiriwa vibaya katika maisha yetu. Na halikuwa kusudi la Mungu kabisa kumuumba mwanadamu afu kumwekea nia ya au dhamiri ya kumlazimisha.
Mungu huwa lazimishi. Ngoja nikuonyeshe anayelazimisha. Pambano Kuu, ukurasa wa 489 hapo Kiswahili, 591 aya ya pili Kiingereza. Anasema hivi: kamwe Mungu halazimishi utashi au dhamiri, lakini shetani daima hutumia ulazimishaji wa kikatili ili kuwapata wale ambao hawezi kuwashawishi na kuwavuta kwa namna yoyote. Umeona hiki kitu? Kumbuka, hebu nikuunganishie hapo ili usisahau. Nataka tu nikuonyeshe kwenye ukurasa wa 510. Mnakumbuka? Najua mnakumbuka hapo. Kwenye ukurasa wa 510 tuliona hiki kipengele. Sikiliza. 510 tuliona 510 aya ya 3 Kiingereza au Kiswahili 423, ambapo anasema shetani alimshambulia Kristo vibaya kwa majaribu yake makali sana na ya uelevu wa hali ya juu sana, lakini alishindwa katika kila jaribu. Vita hivyo vilipiganwa kwa niaba yetu. Ushindi huo unafanya iwezekane kwetu kushinda. Kristo atawapatia nguvu wote wanaoitafuta. Hakuna mtu anayeweza kushindwa. Sikiliza sasa hii sentensi. Hakuna mtu anayeweza kushindwa na shetani pasipo yeye mwenyewe kukubali. Anasema shetani hana uwezo wa kutawala nia au kumlazimisha mtu kutenda dhambi. Yeye anaweza kutesa lakini hawezi kuchafua. Anaweza kusababisha maumivu lakini hawezi kunajisi. Ukweli kwamba Kristo ameshinda unapaswa kuchochea ujasiri kwa wafuasi wake kupambana kiume vita dhidi ya dhambi na shetani. Sasa sikiliza. Akiona amekushawishi akashindwa, anatumia nguvu. Sikiliza sasa hapa. Ndio kitu hicho kisoma hapa. Anajitahidi kutawala dhamiri na kujipatia heshima kwa kutumia hofu au nguvu. Kumbuka mwanzo imesema, nirudie kama hujasikiza vizuri. Anasema kamwe Mungu halazimishi utashi au dhamiri, lakini shetani daima hutumia ulazimishaji wa kikatili ili kuwapata wale ambao hawezi kuwashawishi na kuwavuta kwa namna yoyote. Kwa hiyo hata sasa hivi tunakoelekea, si sasa hivi anapromote Sunday, anafanya, lakini kinachoenda ni lazima. Maana wale watakaoshawishiwa wanaona kumbe ushawishi huo ufai bado, lazima wakawekewe lazima. Sikiliza, na ndio maana anaendelea kusema anajitahidi kutawala dhamiri na kujipatia heshima kwa kutumia hofu au nguvu. Kwa hiyo sheria za hofu zitawekwa. Unajua Sunday laws, kimsingi ukisema Sunday laws manake zitawekwa sheria. Kisoma matukio ya siku za mwisho ameeleza vizuri. Sheria zile ambazo zinaandaa kwenye sheria ya Jumapili. Kumbuka laws manake ni nyingi. Law ni moja. Sunday laws zitatangulia kabla ya Sunday law. Kwa hiyo kitaanza Sunday laws ambazo zitakuwa ni visheria vidogo vidogo vikandamizo. Usifanye hiki Jumapili. Funga maduka siku ya Jumapili. Funga supermarket haya yatakuwa yafanyi kazi Jumapili. Kwa hiyo utagundua kwamba hapo lazima tujiandae. Anasema hivi, ili kulitimiza hili anatenda kazi kupitia vyote, mamlaka za dini na serikali. Si umeona hicho kitu wapendwa? Kwa hiyo anaenda kutumia mamlaka za dini na serikali. Huzisukuma kulazimisha sheria za mwanadamu zisijali sheria za Mungu. Wake up my friend, sikiliza. Shetani kazi ndio anayoifanya wapendwa. Dakika za mwisho tunatakiwa tuamke mpendwa. Time is over. Shetani kazi yake anafanya hivyo na tunatakiwa tujue ujanja wake. Kitabu cha Wakorintho wa pili 2:11 anasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua nini? Fikra zake, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Lazima wapendwa tujue ujanja wa shetani, mbinu za shetani anatumia wapi. Sikiliza. Anasema nini? The Great Controversy, ukurasa wa 593, sura ya 37 aya ya pili. Anasema wale wanaofanya bidii kutii amri zote za Mungu watapingwa na kudhihakiwa. Wanaweza kusimama kwa Mungu tu ili kushinda majaribu yaliyo mbele yao. Ni lazima wayafahamu mapenzi ya Mungu kama yalivyofunuliwa katika neno lake. Wanaweza kumheshimu tu kama wakiwa na ufahamu sahihi wa tabia yake. Wapendwa, kipengele hiki ni kikubwa kukielewa.
Ili tuweze kushinda mbele ya majaribu haya, lazima tuwe na uelewa sahihi wa tabia yake. Na ndio maana tabia ya Mungu tutaisoma tu kupitia Yesu Kristo alipokuja hapa duniani akafa, wapendwa, mpaka sasa anafanya kazi ya uombezi. Maana yake ni nini? Anavyoendelea kushughulika na fahamu zetu, anavyoendelea na hii shughuli yote, tutaona kwamba lengo kubwa hapa ni mwanadamu tuache dhambi. Hamna kitu kingine. Lengo tu ni dhambi ikome katika maisha yetu. Sasa anasema kwamba, wanaweza kumheshimu tu kama wakiwa na ufahamu sahihi wa tabia yake. Je, tunaijua tabia ya Mungu? Mungu leo amebadilisha tabia yake. Tunamuona kama vile ni mkali, kama vile hataweza kutusamehe. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu bado anatutafuta, ametupatia muda tena huu. Lengo ni tutengeneze tabia zetu. Sikiliza mpenzi mtazamaji, anasema serikali yake. Kwa hiyo chakwa tufahamu tabia yake, serikali yake na makusudi yake, na kutenda kama yalivyo. Maana yake tukiangalia hapa tutaenda kuona maisha ya Yesu Kristo alipokuja duniani, aliishije mpaka kufa msalabani, mpaka sasa yuko anafanya kazi ya upatanisho katika fahamu zetu. Wapendwa, tutakuja tuangalie kwamba lazima tujifunze haya mambo tuweze kuelewa, vinginevyo hatutaweza kusimama. Maana bado kuna vitu ambavyo shetani atazidi kuvileta, kujisi hatia za dhambi. Kama hatujatubu dhambi zetu, maisha yetu bado tunaishi upagani, bado tunaishi. Na ukumbuke Yesu anapofanya upatanisho hapa, kumbuka anashughulika na dhambi tunazozitenda. Wapendwa, lengo anatamani tuache kile ambacho ninakifanya. Mungu anashughulika na kile ambacho ninang'ang'ana nacho mpaka sasa. Mbaje unang'ang'ania nini? Fulani unang'ang'ania nini? Achana na iko. Achana na hiyo dhambi mpendwa. Sikiliza. Achana na hasira, achana na chuki zisizo na msingi. Sasa tutaona kwamba serikali ya Mungu imebadilishwa. Mungu halazimishi na hata kuja kumlazimisha. Na wakati fulani tumemchukulia kama Mungu anayelazimisha. No, anayelazimisha tumesoma ni shetani. Mungu hata wewe wapendwa na mimi hataweza kukulazimisha kutenda chochote kile, isipokuwa tu pale tutakapomruhusu. Tutaenda kuangalia. Kwa anasema hakuna wengine bali wale ambao wameimarishwa akili kwa kweli za Biblia ndio watakaosimama hadi mwisho katika pambano kuu la mwisho. Kila mtu atakuja kwenye kipimo cha uchunguzi. Je, nitamtii Mungu kuliko wanadamu? Yanakuja hayo mbele yetu wapendwa, na ndio tunaona yanaundwa. Sasa ni saa ya kufanya uamuzi. Je, miguu yetu imesimamishwa juu ya mwamba wa neno la Mungu lisilobadilika? Je, tumejiandaa kusimama imara kutetea amri za Mungu na imani ya Yesu? Ndilo swali ambalo tunajiuliza. Sikiliza mpenzi mtazamaji, anasema katika kitabu hiki ni cha Steps to Christ. Steps to Christ, hatua za ushindi wengine wamekiita, lakini wakati fulani kimeitwa jipatia amani moyoni, au wakati mwingine kimeitwa njia salama. Sikiliza, Steps to Christ ukurasa wa 43 aya ya 4, sura ile ni ya 5. Anasema serikali ya Mungu kama shetani anavyotaka ionekane kwetu haijajengwa juu ya msingi wa utii unaotolewa kwake bila kuelewa mambo yalivyo hasa. Kumbe Mungu anatamani tuelewe, alafu tutii kwa upendo. Unajua hatutii tu kwa sababu ya lazima, yani kama Mungu anatulazimisha, ametusimamishia fimbo. Sikiliza, hili nalo ni danganya, ni mbinu ya shetani. Sikiliza, anasema yani kutawaliwa bila kutumia akili. Mungu hatutawali bila kutumia akili. Sikiliza, anasema inapendeza kiakili na katika dhamiri zetu. Haya njooni, ndio anasema tusemezane, asema Bwana. Isaya 1:18. Huo ndio mwaliko toka kwa Muumbaji kwa viumbe wake aliowaumba. Mungu hawalazimishi watu aliowaumba. Hawezi kukubali utii ambao hautolewi kwake kwa hiari na kwa kutumia akili. Sikiza mpenzi mtazamaji, Mungu hakubali hicho kitu. Hataki utii wa kulazimishwa, anataka tumfuate kwa hiari. Kwa hiyo wapendwa, Mungu halazimishi. Sikiliza,
Anasema utii uliolazimishwa tu ungeweza kuzuia ukuaji wote wa kweli wa akili au wa tabia. Ungemfanya mwanadamu kuwa kama mashine tu inayojiendesha yenyewe. Na Mungu aongozi hivyo. Wapendwa, tumepewa uchaguzi kuchagua. Hata sasa matukio yanayoendelea, wapendwa, tumepewa uchaguzi. Ninachagua nini, mpenzi mtazamaji na msikizaji wangu? Anasema lakini hayo sio makusudi ya Muumbaji. Unaona kule tuliona mtu atakayefahamu tabia, usahihi wa tabia yake, lakini makusudi na serikali yake. Na hapa tumeona serikali ya Mungu hailazimishi. Sikiliza. Anasema lakini hayo sio makusudi ya Muumbaji. Anataka kwamba mtu aliyetaji na sifa ya uweza wake wa kuumba afikie kilele cha juu kabisa cha ukuaji wake. Anaweka mbele yetu baraka nyingi sana anazotaka kutupa kwa neema yake. Anatualika tujitoe kwake ili apate kutenda mapenzi yake ndani yetu. Hatua ya kwanza ni tunajitoa kwake. Alafu tukijitoa kwake tunamruhusu atende mapenzi yake ndani yetu. Na ndio maana wapendwa, sasa hivi ni wakati wa kujisalimisha mbele za Mungu. Ni wakati wa kuja mbele za Mungu kwa kufunga na kuomba. Kwa sababu gani wapendwa? Ili kila jambo tunalolitenda wapendwa, tulitende tu kwa sababu ni Kristo ndiye ambaye ameamsha dhamiri njema kutenda jambo jema. Tendo lolote ambalo litatendwa pasipo Kristo litakuwa tu limetendwa katika ubinafsi. Hiyo tuliangalia somo lililopita kwa kiasi kidogo. Sikiliza, anaendelea kusema ni juu yetu sisi kuchagua kwa hiari yetu iwapo tunataka kuondolewa katika utumwa wa dhambi na kushiriki uhuru mtukufu wa wana wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa, ipo chini ya mikono yetu wenyewe, uhiari wetu wenyewe kutaka kuongozwa na Bwana. Tunaenda kwa hiari. Wapendwa, ndio maana sasa hivi ujumbe unatusi kwamba tujitoe kwa Mungu. Mungu alipoelekeza maelekezo fulani, hebu kama ukuyafuata, ni muda wa kunyenyekea. Wakati Kristo bado anayasawazisha haya katika fahamu zetu, ni wakati wa kunyenyekea wapendwa. Muda umeisha wapendwa. Time is running. Muda umeisha wapendwa. Sikiliza. Ukitaka ujue wapendwa, Mungu ni wa upendo, angalia kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo Kaini alikuwa anamjibu Mungu majibu ya ajabu kweli. Kwenye Mwanzo 4 mstari wa 6 na 7, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Maana yake ghadhabu wapendwa inatangulia hasira, kiburi kinatangulia uangamivu. Sikiliza, anasema Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, naye inakutamani wewe, walakini wapasa uishinde. Kwa hiyo Mungu kabla hatujapata kitu fulani anatutahadharisha, wanangu, angalia hiki kitu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu hatamani tupotee, na ndio maana anatutahadharisha kabla hatujaweza kuangamia. Lakini Kaini akajawa kiburi. Kumbuka kitabu cha Mithali 16:18 inasema kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Pride goeth before destruction. Wapendwa, kiburi kinatangulia uangamivu. Leo wengi tuna viburi. Angalia katika maisha yako mpendwa, una kiburi gani? Mungu anapokupa ushauri, anapokupa nasaha, tuna viburi wakati fulani. Wakati fulani tumewaita watoto wetu wana viburi, lakini sisi tuna viburi kwa Mungu vilivyopitiliza. Huenda watoto wana viburi kwa sababu mimi nina kiburi. Baba nina kiburi kwa Mungu, mama nina kiburi kwa Mungu. Mtoto anakoseje kiburi kwangu? Wapendwa, ni muda wa kutafakari na kusaisha makosa yetu. Sikiliza, fungue kitabu cha The Great Controversy ukurasa wa 516 aya 3, sura ya 31, anasema hakuna ambacho mdanganyaji mkuu, nani huyu shetani? Hakuna ambacho mdanganyaji mkuu anaogopa sana kama tunapofahamu hila zake. Haleluya. Anasema njia bora ya kuficha tabia na nia yake halisi, amejifanya mwenyewe aonekane kama asiyechochea hisia kubwa sana zaidi ya kukebei au kubeza. Yeye anapendezwa sana kuelezwa kama mpumbavu au kitu cha kuchukiza, mwenye sura mbaya na mwenye umbo la nusu mnyama na nusu binadamu. Anafurahishwa kusikia jina lake likitumiwa katika mizaha na kejeli na wale wanaojidhania wenyewe kuwa wenye akili na wenye kujua.
Mara ngapi tumeingia katika mizaa? Unasema tu maneno ya mizaa kwamba hiyo mbingu mara sijui nini, labda mbingu ya maboksi. Mizaa tu. Tunaweka utani. Wapendwa, sio muda wa kujiingiza katika mizaa. Zaburi 1:1, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la nini wapendwa? La wasio wake, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Nini inaendelea? Hakuketi barazani pa wenye nini wapendwa? Pa wenye mizaa. Sikiliza. Katika kitabu hiki tunachoenda kumalizia hapo. Sikiliza mpenzi mtazamaji, tunapoenda kumalizia somo letu, nataka niwaambie kwamba tunahitajika kuwa na upendo, na upendo wote tutauona hapa kwa Kristo. Kristo alikufa kwa ajili yako na mimi. Anataka wapendwa kutusaidia. Anatusaidia kwa namna ya pekee. Je, tumejisalimisha kwake? Sikiliza. The Great Controversy ukurasa wa Pambano Kuu ukurasa wa 541 aya 4 sura ya 33 anasema, kanuni za wema, rehema na upendo zilizofundishwa na kuonyeshwa kwa mfano na Mwokozi wetu. Kanuni za rehema na upendo. Unajua wapendwa, mpaka kufa msalabani. Unajua wapendwa, hapa ndipo ambapo utaona mwanzo kabisa kwa Adamu. Adamu anatoa kafara. Adamu anamchinja ule kondoo asiye na hatia. Wapendwa, Adamu alikuwa anafundishwa somo la kuiona dhambi ilivyo ni mbaya katika maisha. Dhambi ndio imesababisha Adamu aweze kumuua mnyama yule. Wapendwa, sio hivyo tu, dhambi yangu na yako ndiyo ilimweka Yesu msalabani. Dhambi yako na yangu, dhambi ya uchoyo, dhambi ya kujiona, dhambi ya ubinafsi, dhambi ya kiburi, dhambi ya kutosaidia wengine, dhambi ya kulalamika tu, ni kulalamika tu, dhambi dhambi za kujirimbikizia vitu, utaki kusaidia wengine wapendwa wenye shida. Dhambi zote hizi wapendwa, chuki, unamchukia tu mtu bila sababu, unawachukia tu wahubiri bila sababu. Chuki zote, unamchukia tu mtu bila, unawachukia tu Wakatoliki bila sababu, unawachukia tu Waislamu bila sababu, unachukia tu mtu mwingine, unachukia tu wana matengenezo, sio wanaojiita wana matengenezo, unachukia, yani wewe ni kuchukia tu. Wapendwa, kama tuna vitu visivyo na sababu za msingi, hivi vyote ni mitego ya Shetani. Sasa anasema kanuni za wema, rehema na upendo zilizofundishwa na kuonyeshwa kwa mfano na Mwokozi wetu ni nakala ya mapenzi na tabia ya Mungu. Umeona kike? Sasa anza kuangalia upendo wa Kristo na unyenyekevu aliouonyesha, na mpaka sasa anavyotuvumilia. Mpaka sasa Kristo anatuvumilia. Wakati Kristo anaendelea kufanya huduma yake, baba na mama tunafanya mambo ya ajabu, lakini Mungu ametuvumilia. Je, sisi tumevumiliana? Watoto wanafanya mambo sawa ya ajabu, lakini swali, je, tunawatendeaje? Mtu unaenda kumhubiria lakini haelewi kweli. Swali, unamtendeaje? Unamvumilia au unaagiza moto kama Yakobo na Yohana ushushwe moto wakaweze kuangamizwa? Hapana. Ni muda sasa wa kuombeana na kutiana moyo katika wakati tulionao. Ni muda wa kuakisi tabia. Hii ndio ilikuwa tabia ya Kristo, na mpaka sasa ndio tabia ya Kristo, na ndio tabia ya Mungu. Sikiliza, anasema Kristo alisema kwamba yeye hafundishi jambo lolote isipokuwa lile alilolipokea kutoka kwa Baba yake. Kanuni za serikali ya Mungu zinazoafikiana kikamilifu ni agizo la Mwokozi kwamba wapendeni adui zenu. Nani anamchukia adui yake wapendwa? Leo tunachukiana tu kwa vigezo kwamba aliniudhi, alinifanya hiki. Sikiliza, anasema Mathayo 5:44, Mungu anatekeleza haki kwa waovu kwa ajili ya mema ya ulimwengu. Mbona hiki kitu? Mungu anatekeleza haki kwa waovu kwa mema ya ulimwengu. Sikiliza, na hata kwa ajili ya neema ya wale ambao kwa sababu yao hukumu zake zinapatilizwa. Na wapendwa, Mungu ametuchukulia sana wapendwa, lakini swali ni kwamba, je, tumejiandaaje? Sisi tumefanya vita gani? Sikiliza mpenzi mtazamaji,
Ni muda wa kuamka. Muda umekwisha, mpenzi mtazamaji na msikizaji wangu. Tunatakiwa tuamke. Tuamke, muda umekwisha. Dunia imekwisha. Basi Mungu atusaidie. Tunapoenda kuomba, tafakari yako iwe ni kwamba tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu akubariki. Sambaza somo hili kadiri unavyoweza. Share kwa watu, share watu waamshwe wapende tu. Tunapoenda kuomba, tumweleze Bwana shida zetu. Wale mnao support kazi hii wapendwa, supportini kazi. Inahitaji kupelekwa kwa kasi. Kuna vifaa vinahitajika kwa ajili ya kupeleka kasi. Support hii kazi wapendwa. Muda umeisha. Hizi pesa tutazitumia wapendwa. Haya tunayoeleza haya, muda sio mrefu, pesa yako haina thamani tena. Mahela uliyoyalimbikiza kule wapendwa, yatoeni tu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yatoeni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Muda umeisha. Tunahitaji kumalizia kazi ya mwisho. Muda umekwisha. Mungu wabariki wale ambao umeendelea kusupport hii kazi ili watu wapate ujumbe, ili mtu fulani aokolewe. Mungu akubariki. Tunaenda kuomba. Basi na tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu mpendwa, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu ya somo hili muhimu ambalo limekuja kwa wakati wake. Dunia imetimiza yale yote ambayo Bwana uliyatabiri, na sisi tunayaona mbele ya macho yetu. Oh Bwana, cha ajabu na kusikitisha, wengi wetu Bwana hatujajiandaa. Tunayaona kana kwamba tu ni hadithi za kusimulika, lakini uhalisia wake sio muda mrefu tutaona jinsi ambavyo tumechelewa ajabu. Bwana, kabla hatujachelewa ajabu, tusaidie Bwana tukaweze kuamka. Peke yetu Bwana hatuwezi. Bado tumeshikilia dhambi nyingi katika maisha yetu. Wakati Yesu Kristo anaondoa dhambi zetu, anapoendelea kutusaidia, kutupatia uwezo wa kuacha dhambi zetu, Bwana tusaidie wakati ndio huu anapofanyia kazi swala hilo katika akili zetu. Tusaidie Bwana tukaweze kutambua kinachotutenganisha sisi na wewe ni dhambi, na dhambi bado tunaipenda. Tusaidie Bwana, tupe nguvu ya kuweza kuichukia dhambi. Tupe nguvu za kuweza kukataa dhambi katika maisha yetu. Baba, asante kwa sababu umetuwezesha kujifunza haya. Jina lako likatukuzwe kupitia ujumbe huu. Tusionekane sisi Bwana, bali ukaonekane wewe. Asante kwa kuwa umetulinda kwa neema yako. Msikilizaji na mtazamaji ambao wamekuwa wakiendelea kufuatilia na kushare kwa watu, wanatumia mabando yao kwa ajili ya kushare, wanatumia gharama zao kwa ajili ya kuwapatia watu, Bwana watazame watoto wako. Endelea kuwatia nguvu na kuwatia moyo. Wameendelea kusapoti kazi hii Bwana. Wakati fulani wamejinyima Bwana, ili watoto wako tutangaze ujumbe. Neema yako Bwana ikazidi kuangazia. Wasaidie Bwana. Tunajua katika nchi yetu Bwana tuko katika hatari kubwa. Tusaidie Bwana wakati huu. Tunajua una watoto